من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru Allah ambaye ametuwezesha kuendelea kukumbushana masala mbalimbali ya husuyo dini yetu tukufu ya Kiislamu. Walillahi alhamd, darasa iliyopita tulitazama na kuzungumza kwa kina juu ya masala ya aljabira wallusuq wallafaif, juu ya masala ya mtu ambaye anatawadha ama kuoga, lakini sivyo bahati akawa yupo katika matibabu ya kuunga moja katika sehemu ya mwili wake, hivyo akafungwa lile POP au muhogo kama wanavyoita wengine, au akapatwa na jeraha au aliyopatwa na jeraha likapelekea kubandikwa plasta katika jeraha hilo au kufungwa bandeji. Lakini wakati huo yuwapaswa atekeleze ibada mbalimbali na kuwa tahara. Je, hukumu yake ni ipi anapotaka kutawadha ama kuoga? Tukaangalia kwa kina kabisa masala hayo. Leo kwa idhini yake Allah ataangalia mlango mwingine, nao ni mlango wa at-tayammum, kutayammam ama kutayamam. Katika mlango huu tutagusia nukta kuu 4 za muhimu ambazo ndio zimesheheni mafunzo ya kutayammam. Tutaona kwanza kabisa kutayammam ni nini. Neno at-tayammumi, neno at-tayammum fi lugha, neno hili la Kiarabu at-tayammum katika lugha ya Kiarabu lina maana gani? Ndugu zangu, neno hili lina maana al-qasd, kukusudia. Tayammamtu kadha au tayammamtu fi'li kadha wa kadha, tayammamtu fi'la kadha wa kadha, nimekusudia kufanya hili au lile, ina maana kusudia. Lakini hiyo ni maana ambayo inatumika katika lugha ya Kiarabu. Neno hili lina maana gani? Hiyo ndio maana yake. Ama katika sheria sasa, tukizungumza juu ya sheria ya Kiislamu, tukisema at-tayammum au kutayamam, kuna kusudiwa nini? Ni maana hii ifuatayo: huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idi at-tayyib, nako ni kupangusa uso na mikono miwili kwa udongo uliokuwa tahara, ala wajhin makhsus, kwa mtindo maalum. Sio kupangusa pangusa tu, bali ni kwa mtindo ambao sheria ya Kiislamu umefundisha uso na mikono vipanguswe kwa mtindo huo. Lakini taabudan lillahi ta'ala, unafanya hii kwa kutaabadi kwa Allah, yani ni kumtii, ni utii wa Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ni utii kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, manake ni ibada hii. Hiyo ndiyo taarifa au maana ya kutayammam. Ama hukumu yake ni nini?
Je, yafaa haifai? Hukumu tayammum wa dalilu mashru'iyatihi. Tutaona hukumu ya kutayammam na ushahidi uliopo katika jambo hili la kutayammam. Tuwafahamu at-tayammum mashru'un. Jambo la kutayammam ni jambo la kisheria, lipo katika sheria, halijazuliwa wala kuzushwa. Wa huwa rukhsatun min Allahi azza wa jalla liibadihi, na hii ni ruhusa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Wa huwa min mahasin hadhihi sharia, nayo kutayammam kunaonesha uzuri wa sheria hii ya Kiislamu, pale ambapo mtu anakuwa hana budi isipokuwa atayammam kwa sababu ambazo zinamfanya asiweze kutumia maji. Kwa hiyo ni uzuri wa sheria ya Kiislamu. Wa min khasa'is hadhihi al-umma, na ni katika majambo maalum ambayo umma huu umepewa ya ruhusa hii. Na sheria hii tunaipata pia, au ushahidi wa kwamba jambo hili lipo kisheria, tunarejea katika aya iliyopo katika sura ya 5, Suratul Maida, aya ya 6. Imezungumza mengi ya kutawadha, kisha ikaongea kwamba ikazungumza hiyo, in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum min al-gha'it au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah akasema, mkiwa mna hali ya janaba, au mkiwa wagonjwa, au mko safarini, au wakaja mmoja wenu kutoka kukidhi haja msalani, au mkakutana na wake zenu, manake janaba, kisha msipate maji, hamkuyaona na kuyapata maji, basi ukusudieni udongo uliokuwa tahara. Famsahu biwujuhikum, panguseni nyuso zenu, wa aidiakum minhu, na pia panguseni mikono yenu kutokana na huo udongo wa mchanga. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, Allah hataki kukufanyieni shida na matatizo na ugumu. Lakini Allah yuridu liyutahhirakum, anataka kutaharisheni na kusafisheni. Waliyutimma ni'matahu alaykum, na aitimilize na kuikamilisha neema yake kwenu ninyi. La'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mazungumzo haya yanaonesha sheria na ruhusa iliyopo katika jambo la kutayammam, kwamba hili ni ruhusa, lakini pia yameonesha hata viungo vinavyotayamamiwa au vinavyokusudiwa katika tayammum, navyo ni uso na mikono miwili. Lakini pia ikaonesha hekima ya kutayammam, kwamba Allah hataki kutilieni uzito katika dini yenu. Wewe ni mgonjwa, uko mahututi, ukitumia maji utadhurika, basi Allah anakufanyia wepesi kwa kupatia njia nyingine ya kutayammam. Umekosa maji, hauna budi, lazima uswali, utekeza ibada, Allah anakutilia wepesi wa kuonesha njia nyingine ya kutayammam. Aya hiyo ya 6 ya sura ya 5 Suratul Maida ni ushahidi wa kuruhusa hii ya kutayammam. Lakini pia kuna kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam isemayo, as-sa'id at-tayyib kafik wa illam tajidu al-ma'a 10 hijaj. Mtume anasema udongo uliokuwa msafi na tahara wa kutosha watosheleza kujitaharisha kwa udongo huo, yani kupitia udongo huo, hata usipopata maji kwa zaidi ya miongo 10 au miaka 10, wewe waweza tumia udongo tu
na mchanga ukajitoharisha. Fa idha wajadta almaa faamissahu basharatak, lakini ukipata maji basi moja kwa moja maji haya tumie kwenye ngozi yako, maana yake moja kwa moja tawadha. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli ya mtume isemayo ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tuhura, nimejaaliwa mimi au imejaaliwa kwa ajili yangu ardhi kuwa ni sehemu salama ya kutekeleza ibada. Masjidan ni msikiti, yani sehemu ya kusujudia na kuswali. Wa tuhura na tahara. Ju'ilat liyal ardu, imejaaliwa ardhi kwa ajili yangu mimi, manake na umma wake huwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masjidan ni sehemu ya kufanyia ibada, wa tuhuran na tahara na safi. Lakini pia waqad ajma ahlul ilmi ala mashru'iyyati tayammumi idha tawafarat shurutuhu, na pia wanazuoni wa elimu ya dini, mafuqaha, watu wa sheria ya Kiislamu, nao wamekubaliana juu ya sheria hii ya kutayammam pindi ambapo zinapatikanwa sharti zake. Maana si kutayammam tu ukijiamlia, tutaziona sharti zake huko. Wa annahu qa'imun maqama at-taharati bil ma'i, na kwamba jambo la kutayammam linakaa kusimama pahala pa kujitoharisha kwa maji, iwe ni kuoga ama kutawadha. Wasahihu annahu rafi'un lilhadathi, na sahihi ni kwamba jambo la kutayammam linaondosha hadathi. Fayubahu bihi ma yubahu bitatahhuri bilma'i min as-salati wat-tawafi wa qira'ati al-Qur'ani wa ghairi dhalik, basi kwa kutayammam huhalalika yale yote yanayohalalishwa kwa tahara ya maji. Mfano wa hayo ni swala na kutufu na kuzunguka al-Kaaba, usomaji wa Qur'ani na mengineyo. Kwa hiyo hakuna shaka, ukisha tayammam fahamu kwamba hata mengine si lazima tena kutumia maji, yanahalalika yote yaliyokuwa yanahalalishwa na jambo zima la kutumia maji. Wabidhalika tathbutu mashru'iyyatu tayammum bilkitabi wassunna walijma'i, kwa hayo yaliyotangulia kuna thibiti sheria ya kutayammam katika kitabu, yani Qur'ani, wasunna, yani hadithi sahihi, walijma'i, na makubaliano ya wanazuoni. Jambo lingine la pili ni yepi hayo masharti ambayo yakisibu sasa mtu ndio anapaswa atayammam, yani vigezo gani ambavyo vinatumika sasa? Vikiwepo vigezo hivyo, mtu hapa na ruhusa ya kutayammam. Yubahu tayammamu inda al-ajzi an isti'mali al-ma'i, ni halali au yafaa kutayammam pale ambapo mtu anashindwa kutumia maji, imma lifaqdihi, ima kwa kukosekanwa maji, au li khawfi ad-darari min isti'mali li maradin fil jasadi au shiddati al-bard, au mtu akahofia madhara yatakayopatikanwa kwa ajili ya kutumia maji kwa sababu ya maradhi yaliyomsibu katika mwili wake au baridi kali. Hapa jambo lingine linakuja, maana kutayammam si kwamba mtu lazima awe anaumwa au yakosekane maji, hata baridi kali kabisa, wewe huumwi mzima kabisa, lakini baridi ni kali, ukahofia nikitumia maji nitapata madhara, hata kama ni asubuhi una janaba, tayammam. Lakini kuthibiti huko kwamba kweli madhara yatapatikana. Lakini sasa hivi mashaallah kuna hita, si kuna majagia nini, si kuna gesi, kuna vitu vingi sana. Kama njia hizo zipo za kuchemsha maji, wewe utapaswa uchemshe maji na si kutayammam badala ya kuoga ama kutawadha. Lakini kwenye maradhi kuna mwingine haijalishi maji ni ya moto au maji ni ya baridi, anadhurika kutumia maji kutokana na maradhi yaliyomsibu, huyu pia anatakiwa kutayammam
Kwa hiyo bana chemsheni maji bana, hapana, huyu anataka kutayamam. Sababu kinachoangaliwa ni illa ama sababu ya nini ya kutayamam nini hapa ni kudhurika. Kwa jambo la kudhurika likiwepo tu, moja kwa moja mtatayamam bila kujalisha maji haya ni ya moto au maji ni ya baridi. Na hayo ni kwa mujibu wa hadithi ya Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, anasema alaika bis-sa'id at-tayyib fa innahu kafik. Mazungumzo ya Mtume alisema, basi jilazimishe wewe kutumia mchanga uliokuwa tahara kwani huo unakutosha. Na itakuja mafafanuzi wa jambo hilo katika mazungumzo yetu. Tuangalie sharti ambazo zimewekwa za kutayamam ambazo zimenukuliwa na wanazuoni, takriban sharti 6. Kwanza an-niyya. Kwanza ni nia, wa hiya azmu al-qalb ala istibahati as-salah. Nako ni kuazimia kwa moyo juu ya mtu kuihalalisha ibada ya sala au nyingineyo kwa kutumia kutayamam. Wan-niyyatu shurutu fi jami'i al-ibadati wa tayammum ibada. Na ilivyo kawaida, nia ndiyo sharti kubwa la ibada zote, na ibada na kutayamam ni sehemu ni ibada pia. Kwa sharti la kwanza ni nia. La pili, al-islamu fala sihu min kafirin li'annahu ibada. Sharti la pili ni Uislamu, kwa sababu haiswihi kwa asiyekuwa Muislam, kwa sababu hili jambo tayamam ni ibada. Tatu, al-aqli ni akili timam, fala sihu min ghairi al-aqili kal-majnuni wal-mughma alayhi. Haiswihi kutayamam kwa mtu asona akili, yani mwenda wazimu, kichaa, mwehu au chizi, na yule ambaye ametokwa na akili, ima kwa jambo lolote lile la kuzimia na mengineyo. La tatu, at-tamyiz ni upambanuzi, fala sihu min ghairi al-mumayyaz. Haisihi kutayamam kwa mtu ambaye hana upambanuzi wa majambo, wa huwa man kana duna as-sabi'a, naye ni mtu ambaye yuko chini ya umri wa miaka 7, huyo bado hajapata upambanuzi. La tano, ta'adhur isti'mal al-ma'i imma li'adamihi liqawlihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Na pia jambo la tano ni ta'adhur isti'mal, kuwa na udhuru wa kutumia maji, ima udhuru huo li'adamihi, kwa kukosekana wa maji, kwa kauli ya Allah isemayo falam tajidu ma'an, hamkupata maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi ukusudieni mchanga uliokuwa tahara. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume rehma na amani za juu yake, inna as-sa'ida tayyibu tahurul muslim wa in lam yajidu al-ma'a 10 sinina. Kwa hakika udongo uliokuwa mzuri na tahara, udongo mzuri ni tahara kwa Muislamu hata asipopata maji kwa takriban miaka 10. Fa idha wajada al-ma'a falyumissahu bisharatahu, na akipata maji basi agusishe maji hayo na kuyapaka katika mwili wake. Fa inna dhalika khairun, basi hilo la kwake ni khairi. Ta'adhur, hiyo ni udhuru wa kukosekana maji. Au li khawfi dharari biistimalihi, au kumtu kuhofia madhara ya kutumia maji, imma li maradhin, ima kwa maradhi yatazidi au yatachelewa kupona. Na hilo ni kwa mujibu wa kauli ya Allah isemayo wa in kuntum marda, na mkiwa ni wagonjwa. Ile aya inazungumzia masuala ya kutayamam. Na hadithi ya Mtume isemaje, qatalahumullahu hal la sa'alu idha lam ya'lamu innama shifaa'ul 'ayyi as-su'alu. Na kauli ya Mtume katika kile kisa cha yule mtu ambaye alikuwa ana majeraha katika mwili wake mengi baada ya ghazwa min ghazwati, baada ya vita vilivyopiganwa wakati huo Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, na ikawa impelekea hata maradhi yakawa yamemsibu yule mtu. Ikafika muda wa kuswali, kutekeleza ibada, akawa na josho kubwa,
Maswahaba akamwambia, wewe oga tu, hapa hakuna namna, sheria ni kuoga tu. Matokeo yake yule mtu akakoga, baada ya kuoga ikapelekea kifo chake mtu yule. Habari hizi zikamfikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, akasema qataluhu, wamemuua mwenzao hawa. Qatalahumullah, Allah naye awaue, maana yake awalaani. Halla saalu, kwa nini hakuuliza? Kwa nini hakuuliza jambo hili? Idha lam ya'lamu, endapo pale hawafahamu mambo ya sheria. Innama shifaul ayyi, kwa hakika si vinginevyo ponyo na tiba ya asiyejua. As-sualu, ni kuuliza. Tiba ya mjinga ni kuuliza. Kwa hiyo hii ikionyesha pia mtu mwenye maradhi yuwapaswa kutayammam badala ya kuoga, kwa sababu maradhi yataongezeka, yanaweza kaongezeka au yakachelewa kupona au kwa sababu ya kudhurika zaidi. Na hadithi nyingine ni ambayo imesimuliwa na Amr ibn As radhiyallahu anhu, annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhat as-salasili, alipotumwa katika vita vya dhat as-salasili vinaitwa hivyo, qala, akasema, ihtalamtu fi lailati barida, nilijiotea katika usiku wa baridi mno. Manake aliota akiwa anafanya tendo la ndoa na hakuta kuna maji katika nguo zake, manake ametokwa na manii. Sema nilijiotea katika usiku wenye baridi kali mno, shadida, tena kali mno. Ihtalamtu fi lailati barida shadidul bard fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlak, nikahofia, nikapata mashaka kwamba nikioga hapa nitaangamia, nitadhurika. Manake fatayammamtu, nikatayammam, wasallaitu bi ashabi, nikawaswalisha maswahaba salata subhi, sala alfajiri. Kwa hiyo jamaa huyu sahaba Amr ibn As alijiotea usiku, akaamka, akatayammam na akaswali, kuwaswalisha tena maswahaba radhiallahu anhu swala alfajiri. Ni dhahiri kwamba mtu mwenye kuhofia juu ya maji ya baridi kuyatumia, yaruhusiwa mtu kufanya nini? Kutayammam. Utaona hapa kuna mambo kama matatu yanayotakiwa mtu ayazingatie. Yakitokea haya, mtu anaruhusiwa kutayammam. Moja ni maradhi. Moja kwanza ni kukosekana wa maji, jambo la kwanza. Kukosekana maji hakuna, tutayammam. La pili ambao takiwa mtu atayammam ni mgonjwa, maradhi ambayo akitayammam, akitawadha yataongezeka au atachelewa kupona au atadhurika. Kwa hiyo ima akitawadha au kuoga, maana tayammum inaingia kwenye kutawadha na kuoga pia. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni hofu. Mtu akahofia, nikitawadha au nikioga kwa baridi hii nitadhurika, nitapata madhara, mwingine na ngiri na nini na kadhalika. Hizi sababu kuu tatu ndizo ambazo katika sheria zinamruhusu au zinatoa ruhusa kwa mtu kutumia udongo au mchanga uliokuwa tahara badala ya kuoga ama kutawadha. Dhahiri, Naam, jazakumullah khair. Sharti la sita, an yakuna tayammum biturabin tahurun ghairu najsin, mtu atayammam kwa mchanga uliokuwa tahara usiokuwa najisi. Katurabi alladhi asabahu baulun wa lam yutharu minhu, haifai mtu kutayammam kwa mchanga udongo uliokutwa au uliopatwa na haja ndogo na haujatoharishwa udongo huo. Lahu ghubarun yualliqu bilyadin in wujida liqaulihi ta'ala, na pia yuwafaa mtu atayammam udongo ambao una vumbi kama utapatikana, kwa mujibu wa kauli ya Allah isemayo, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi tayamamuni udongo uliokuwa tahara, famsahu biwujuhikum, panguseni nyuso zenu, wa aidiakum minhu, na mikono yenu kutokana na huo udongo. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema huyu mwana wa Abbas, Allah amyaradhi na babaye, as-sa'id turabul harth,
Sema as-sa'idi maana yake ni udongo ule ambao ni unakusudia ule udongo wa vumbi vumbi. Katola turabul harth ni mfano wa mtu anavolima, anapopiga jembe lake namna hii, zile vumbi zinazotoka zinazokusudiwa hizo. Wat-tayyib na uliokuwa mzuri, at-tahir maana yake uliokuwa tahara. Fa illam yajidu turaban tayammama bima yaqdir alayhi min ramlin au hajarin liqawlihi ta'ala wattaqullaha mastata'tum. Ikiwa mtu sasa hajapata huo mchanga tena wenye vumbi vumbi, basi mtu huyo atayamam kwa udongo ambao labda hauna asili hata vumbi vumbi, au hata mawe, jiwe, liqaulihi ta'ala, qawli Allah mtukufu, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mola wenu au mcheni Allah kwa kadri muwezavyo, yani uwezo naangaliwa. Waqala al-Auza'i rahimahullah, ar-ramli min as-sa'idi, kwamba mchanga, udongo ambao umekauka, ambao haupeperuki kwa vumbi, ni katika sa'id, nao ni sawa sana mchanga upeperukao, yani kwa maana wenye vumbi vumbi, akisitiza kwamba si lazima mchanga ambao unatayamam lazima uwe vumbi vumbi, inawezekana isiyo hivyo. Jambo la tatu yanayobatilisha makuharibu tayammum, wa hiya al-ashya'u allati tufsiduhu, nao ni mambo ambayo yanaharibu at-tayammum. Ubtilatuhu thalatha, yanayobatilisha ama kuharibu tayammum ni matatu. Moja, yubtilu at-tayammum an hadathi al-asghari bimubtilati al-wudu'i wa an hadathi al-akbari bimujibati al-ghusli min janabatin wa haid wa nifasin. Yanayobatilisha tayammum ni yale yote pia yanayobatilisha udhu. Kila jambo ambalo linabatilisha udhu na kuharibu, wapaswa kutawadha upya, basi hilo pia linabatilisha nini? Tayammum. Tutaangalia yote, tuliangalia kule nyuma, tuliyazungumza. Na pia kila jambo ambalo linamwajibisha mtu akoge, na pia linabatilisha udhu. Mtu akapatwa janaba kutana na mwenza wake, tayammum inabatilika. Hedhi na nifas, yote haya yanabatilisha udhu wa tayammum. Fa idha tayammama an hadathi al-asghar, mtu akitayammam dhidi ya hadathi ndogo, thumma bala au taghawwata, kisha akaenda haja ndogo au kubwa, batala tayammumuhu, imebatilika tayammumu yake. Lianna tayammum, kwa sababu tayammum badalun anil wudu, ni badala ya udhu, wal badalu lahu hukmul mubdal, na badili na badala ina hukumu ya mbadili. Na badili ambao ni tayammum ina hukumu ya kilichobadilishwa kwacho, ambacho ilikuwa ni udhu. Kwa hiyo hukumu ya udhu inaenda kwenye hukumu ya tayammum maana yake. Wakadhalika tayammum anil hadathi al-akbar, hivyo mtu akitayammum kwa ajili ya hadathi kubwa inayomlazimisha yeye kuoga, hali kadhalika inabatulika kwa yale yanayolazimisha mtu kuoga. Mtu ana janaba, au mtu amaliza ada yake ya mwezi au ada ya kujifungua, akawa na dharura zile tatu dharura tatu zilizozungumza zile za nini, za kutayammum, ambazo ni kusekana maji ama maradhi ama kuhofia kutumia maji. Basi mtu badala ya kukoga kwa ajili ya janaba au hedhi au nifas, akatayammum, maana yake huyo ana tahara tayari. Lakini akimtokea mambo yale ambayo yanabatilisha swala la kukoga, maana yake akapatwa na janaba, tayammum imebadilika, imeharibika. Au akaingia kwenye ada ya mwezi, tayammum imeharibika. Au akaingia kwenye ada ya kujifungua, tayammum imefanya nini? Imebatilika. La tatu ambalo linabatilisha tayammum ni wujudul ma, kupatikana kwa maji. Inkana tayammum li adamihi, ikiwa mtu alitayammum kwa ajili ya kukosekana maji, maji yamepatikana. Umetayammum, maji yalikuwa hakuna, maji yamekatika, unamaliza tu maji hayaanza kutoka kwenye bomba, shekhe, imebatilika moja kwa moja. Kafanya nini? Katawadhe. Imeeleweka hilo? Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, nalo hilo ni kauli yake, rehema na amani juu yake, fa idha wajadta almaa fa amissahu basharatak,
ukipata maji basi yatumie kuosha mwili wako, na hadithi hiyo ilitangulia kule maelezo yake pale mwanzo. 3, linalobatilisha tayammum, zawalul udhri alladhi min ajlihi shuri'a tayammumi min maradhin wa nahwihi, kuondoka kwa udhuru ambao kwa ajili ya au kwa sababu ya udhuru huo ndipo ikapatikana sheria ya kutayammum. Wewe ulitayammum kwa ajili ya maradhi yanayokusibu. Sasa maradhi yameondoka moja kwa moja. Mfano, ulikuwa na baridi kali kabisa kiasi kwamba endapo taoga basi mambo yatakuwa si mazuri, utadhurika. Kwa tayammum, ghafla ujasali au baada ya swala kaonekana baridi hakuna, joto limerejea, hali ni nzuri, hapo tayammum yako imebatilika. Lazima pia ufanye nini? Unapotaka kutekeleza ibada lazima uoge kama ni jambo la kuoga, lazima utawadhe kama ni jambo la kutawadha. Jambo nambari 4 la mwisho katika mazungumzo yetu ya leo, sifatu tayammumi, sifa ya kutayammam au mtindo, namna ya kutayammam. Wa kaifiyatuhu, na namna yake kutayammam, ayanwi, ni mtu kunuia kwa moyo wake, thumma yusammi, kisha aseme bismillah, wa yadhribu al-ardha biyadayhi darbatan wahida, kisha apige ardhi kwa mikono yake kwa pigo moja. Kwa yadayhi huma maana yake viganja vyake kwa pigo moja hivi namna hii. Thumma yanfukhuhuma, kisha atapuliza viganja vyake, au yandahuhuma, au atapangusa hivi, au unatafanya tena hivi, yote yanaruhusiwa. Baadhi wanasema lazima ufanye hivi, usigusishe hivi. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rasighaini, kisha atapakaa kwa viganja vyake viwili uso wake na mikono yake paka katika vifundo viwili. Atafanya fanya hivi, kisha sio paka huku. Baadhi ya wanazuoni sio paka huku, lakini kwa hadithi iliyokuja ya rasighaini ni hivi, ni haya maeneo yanayotenganisha kati ya mkono na kiganja. Kwa hiyo ni maeneo haya tu. Kitaka baadhi wamesema hivyo, tutaona hapa. Rasighan mafsali ma baina al-kaffi was-sa'ida. Na rasighan ni mafsal, ni sehemu inayotenganisha kati ya kiganja na sa'ida. Kwa hiyo ndio inatakiwa ipakawe, waipake au ipanguse wakati wa kutayammam. Lihadithi Ammar radhiyallahu anhu, wa fihi at-tayammamu darbatan lilwajhi walkaffaini. Na hilo ni kwa mujibu wa hadithi ya Ammar mwana wa Yasir. Katika hadithi hiyo anasema kutayammam ni pigo moja kwa ajili ya kupangusa uso na viganja viwili. Na hadithi ya Ammar isemayo innama kana yakfika an tasna'a hakadha fadaraba bikaffihi darbatan ala al-ardi thumma nafadaha thumma masaha bihima dhahiri kaffihi bishimalihi au dhahiri shimalihi bikaffihi thumma masaha bihima wajhah. Hadithi inasema alikuwa anamuelekeza namna ya kutayama mtu mwingine, anasema yakutosha wewe yakfika an tasna hakadha, inakutosha kufanya hivi. Akamuonesha fadaraba bikaffihi darbatan ala al-ardi, akapiga kwa viganja vyake viwili pigo moja juu ya ardhi. Thumma nafadaha, kisha akakung'uta viganja vyake vile. Thumma masaha bihi ma dhahiri kaffihi, kisha akapaka kwa viganja vyake viwili hivyo nje ya viganja vyake kwa mkono wake wa kushoto, maana yake hivi, kisha wa kulia hivi. Umeeleweka
au dhahiri shimalihi bikaffihi, au nje ya mkono wake wa kulia wa kushoto. Kwa nini? Kiganja chake, maana yake alifanya hapa, ametumia ndani ya mkono hapa, ndani ya mkono huu wa nini, wa kushoto, akapangusa huku, ndani ya mkono wa kulia akapangusa huku, unaozungumzwa. Thumma masaha bihi ma wajhahu, kisha akapakaa pia uso wake, halikadhalika aliupakaa hivyo au alipangusa hivyo. Kwa hiyo huo ndio upakaji, na kuna kauli ya darbatain ambayo imekuja baadhi ya maeneo, hasa kwenye baadhi ya vitabu vya madhhab Imam Shafi'i, kwamba darbatan lilwajhi wa darbatan lilyadain, kwamba pigo la kwanza au pigo moja unapangusa uso wako na pigo moja lingine kwa mikono miwili, yote inasibu. Lakini hadithi nyingi zimepokelewa kwa mtindo wa pigo moja, kwa maana ya kupangusa uso wako na pigo hilo hilo ukapangusia mikono yako miwili. Hayo ndiyo ambayo tumependa tuyachukue siku hii leo katika mlango wa kutayammam na sheria zake na shuruti zake kwa ujumla. Wallahu a'la wa a'lam.